Bana, mambo vipi mtazamaji wa Scope Media? Hayopo uko poa. Leo Jumapili yako inaenda vizuri kabisa kwa wale kutoka kanisani. Naamini wametuombea pia sisi wadau wa soka. Tuko na mwenezi, shabiki kindaki wa Azam FC ambaye ametoka kwenye machungu na anaendelea kuwepo kwenye machungu kutokana na madhila ambayo klabu yake inapitia. Kwanza kwema mzee? Kwa kwema kwa maana ya kiafya namshukuru Mungu. Niko fresh kabisa. Niko poa. Lakini kwa kwema kwa maana ya furaha. Furaha kama furaha hakuwezi kuwa kwema. Hakuwezi kuwa kwema. Kuna ndo kama walivyosema kuna madhira ambayo yanatokea yanatufanya tukose raha. Watu wengi wanajiuliza nini kimetokea mwenezi ukiwa unapoza kwa hapo na Azam uhai. Nini kimetokea Azam FC mnapitia kwenye janga hili ambao siku ya jana tumeona Jemedari Saidi amesema baadhi ya wachezaji wa Azam FC Faisal Salum alikuwepo Kibeku na wengine kwamba wamepata madhila, wameonekana kama wamekula aidha chakula chenye sumu, wameingia sehemu ambayo ina hewa ambayo kama ina sumu ambayo inaathiri wao kwa wao. Nini kishida pale Azam FC? Nani kauza ramani? Mpaka sasa uthibitisho wa nani ameuza ramani mpaka sasa bado haujapatikana. Umeona? Na kama umepatikana basi sisi wengine si mashabiki. Kwa hiyo ni watu ambao labda tutakuja kupata taarifa mwishoni kabisa, ambao naamini kwamba viongozi kwa ueledi waliokuwa nao pamoja na matajiri, mabosi wa Azam FC watakuwa mpaka sasa wanafanyia uchunguzi na naamini watakuja kulifikia mwafaka. Ila tu ni dhahiri vita ambayo inapambana Azam FC kwenye nchi ya Tanzania ni vita mzito sana. Na kwa mtindo huu maana yake ni kwamba kila msimu inahitajika uangalizi wa hali ya juu kabisa kuhakikisha brand ya Azam Football Club inaheshimika. Na uangalizi huo ni wa namna gani? Umakini ambao umetumika mpaka kupatikana kwa taarifa hizi au kupatikana kwa viashiria hivi vya watu kuonekana kwamba aidha wamekunywa kinywaji au wamekula chakula ambacho kinaonekana kwamba kina matatizo au kina sumu. Sawa? Maana yake huu utaratibu sasa inabidi uendelee kutumika kwa mtindo ili kuilinda Azam Football Club. Sijui umeelewa? Yaani haiwezekani katika mazingira ya kawaida. Haiwezekani katika mazingira ya kawaida. Kwa scenario hii ambayo inaiona hapa mimi, kwa mtazamo wangu mimi, kwa scenario hii jinsi ambavyo inaenda, sidhani kama huyu mtu atakuwa ametoka nje ya timu. Sidhani kama atakuwa ametoka nje ya timu. Kwa nini? Kwa sababu inaonekana aidha ni mtu au ni watu ambao mpango wao wameufanya huko wakiwa wanajiamini na mpaka wamefanikisha, kwa sababu hamna kitu kigumu kama kutengeneza mashambulizi ukiwa unajua ukiwa upo nje ya uwanja utengeneze mashambulizi afu ukafaulu, ni mtihani mgumu. Na siku zote wabaya hata kama watakuwa wanatoka nje watahakikisha wanampata mmoja kati yenu. Simeelewa? Usaliti ndio unavyokuwa hivyo. Hakuna mtu ambaye yupo nje ya nyumba anaweza kuwasaliti wale kwa ndani ya nyumba. Uongo. Anayewasaliti ambao wapo ndani ya nyumba yupo ndani ya nyumba. Simeelewa? Kwa hiyo Azam FC kwa hiki ambacho kimetokea ni dhahiri kuna watu ambao walikuwa wamefanya vitu ambavyo havieleweki, na naomba viongozi wangu kwenye jambo hili ambalo limetokea, na waomba sana wanyooshe maelezo, na waomba sana wachukue hatua stahiki. Isiwe tu kwenye kuwajua peke yake. Kuwajua peke yake haitoshi. Hii inatakiwa upatikane na mfano, wajue kwamba watu wote ambao watakuwa wapo kwa ajili ya kuhujumu Azam Football Club watapitia madhira namna gani. Lakini ukiangalia mwenezi hapo unavyosema, inawezekanaje mtu wa ndani ambaye anaitakia mema Azam FC leo aje afanye hicho kitendo? Huoni kwamba tu labda itakuwa ni hila za watu wa nje? Hakuna ngozi ngumu ambayo inashindwa kuwa na fadhila kama ngozi ya Kalio. Umeelewa? Hii ngozi ya Kalio ina matatizo. Umeelewa? Hii ngozi nyeusi ina matatizo. Unaweza wewe kuidhamini katika kila jambo. Unaweza kuisaidia katika kila jambo. Lakini linatokea lijitu ambalo limekosa busara, linaamua kwenda kufulisha mchongo kwa makusudi. Makusudi linakusudia. Anaamua tu kwamba anaamua hapa sasa anakuja kufulisha jambo. Lakini huyo mtu sio kama labda alipo. Inawezekana analipwa. Umeelewa? Sijui bonus anazipata. Yaani anaishi maisha bora. Anatembea kifua mbele kwa sababu ya Azam FC. Lakini anakuja kufulisha mchongo kwa makusudi. Labda tu kwa sababu ameahidiwa labda milioni 7, milioni 8, 12. Hela ambayo akipata kwa mara moja, kama ndo alikuwa na shida na tiles na kitu gani, ataenda kununua na bado nyumba atakuwa hajamaliza. Sijui mwanzo, lakini kwa tamaa zao ndio anakuja kufanya vitu ambavyo vieleweki. Sasa tunawaomba na nasisitiza viongozi kwa na mabosi ili jambo walishikilie kidete. Yaani hiyo kama ingekuwa wewe mkulima, ningekwambia kwa sisi wakulima ambao tumewahi kulima, ukiwa na shamba lako la mahindi, ukishakuwa na shamba lako la mahindi, ukijua kwamba ngedele wanaingilia kutoka yani wanaingilia hapa, unatafuta ngedele mmoja unaua.
Ukiua yule hauendi kumzika. Unamchukua yule, unamchana, unamweka kwenye yule mlango ambao anaingilia. Hawaingii tena ngedele baba. Unataka kumfanya kama ngedele. Chana, yani chana. Kama ni jipu kamua mpaka kitoke kitima. Kutoka kwa kitima sio utoke usaha tu mpaka damu itoke. Unajua sasa hapa tiba imepatikana. Hiko ndio ambacho kinatakiwa kifanyike. Asikwambie mtu nafasi hii ambayo imetokea hii hatutokuja kuipata tena kirahisi. Sijui unanielewa. Nafasi hii ya usaliti ambayo imeonekana ndani ya klabu kama ndio iko hivyo rasmi kabisa, nafasi ya usaliti haitokuja tena kupatikana kiurahisi. Manake hapa ambapo imepatikana hapa tuhakikishe tunasove kila kitu. Yani hapa kama kuna palataza natakiwa lipite. Kama kuna watu inabidi waachane kabisa na Azam Football, waachane nayo. Kama kuna watu wanaonekana kabisa hawatakiwi kuwepo kwenye klabu, waondoke haraka iwezekanavyo. Vita inaendelea ni ya ligi kuu, kimataifa au ni nini mpaka yanatokea madhila? Ni nini hasa? Skopu. Msimu mwaka juzi tukiwa na Yusuf Dabo. Tumepambana kwenye nafasi ya pili. Tulikuwa na bato mpaka mwisho wa nini? Wa ligi, mpaka mechi ya mwisho. Tunacheza na Geita Gold kule kwao, tunawafunga goli 1-0. Mendoza anatia utosi 1-0. Tuna sildi nafasi ya pili. Sijui umeelewa. Hii vita ninaamini mimi kwa mtazamo wangu mimi. Kwa mtazamo wa nani? Wangu mimi. Hii vita bado ipo. Na ndio hii ambayo inatokea. Ya kugombania nafasi. Yes, obvious itakuwa hivyo tu. Nafasi ya pili. Ndio lazima itakuwa ndio hivyo. Itakuwa ndio hivyo. Lazima itakuwa ndio hivyo. Kwa sababu katika mazingira haya na inawezekana pia labda hata ubingwa. Umeona sijui au hata ubingwa, lakini hii vita maana yake hapa ipo. Kwa sababu gani? Jiulize swali moja. Hivi unakuwa huyu mtu ambaye anataka kwenda kuwafanyia vitu kama hivyo wachezaji, unaamua kwenda kufanya vitu ambavyo havieleweki, au sio bwana? Mpaka watu wanaumwa, wanagonjoa. Wewe mtu mpaka anaenda hospitali analazwa. Mtu anacheza dakika 13 anasikia kizunguzungu. Kibeku mtoto mdogo. Mimi namsikitikia zaidi Kibeku kwa sababu ni mtoto mdogo mno. Juzi tu. Bora tangeweka mijitu huko kunywa mikonyagi huko. Ungesema mwili lake hili lishazoea alcohol. Sio maana, lakini unamwekea mtoto mdogo kabisa mafua yamemjaa. Unaenda kumwekea vitu. Ukimuua yule. Ukimuua mtoto yule unafanyaje? Ndio maana nasema watu wao wanabidi wachukuliwe, watolewe mfano. Watu watolewe mfano. Sasa wakishapatikana watabidi waseme nani amewatuma. Sijui umeelewa? Waseme nani amewatuma kwenda kufanya jambo kama hili. Ili tujue watu wajue wapi kwenda kuanzia. Kama wanavyosemaga kwamba mcheza ngoma huwa atoki mbaya, anakuwa ni mule ndani, anaenjoy ngoma na anaijua inavyochezeka. Unaamini kwamba kutokana na hicho ambacho umekieleza, inaelezwa inaendana na ile kauli ambayo wanaeleza kwamba mashabiki viongozi wa Azam FC wengi ni mashabiki wa Simba na Yanga? Nisikie nikwambie kitu kimoja Skopu. Iko hivi. Kwenye nchi ya Tanzania, kwenye taifa hili la Tanzania, ndio maana mimi nawaambiaga watu, taifa la Tanzania hili tunajua limegawanyika. Tunajua limegawanyika. Mimi nina uhakika hata hapa leo tukisema tuna beti tunaweka hela. Umeelewa sijui? Nenda ndani ya Simba Sports Club, kawatafute watu ambao ni Yanga, unawapata. Sijui unanielewa? Unawapata ambao wapo Yanga lakini ni Simba. Nenda ndani ya Simba, kawatafute watu ambao ni Yanga, unawapata. Hata yani kokote, hata ukienda Yanga ukatafuta watu ambao Simba, wapo. Sijui umeelewa? Sasa isije kuonekana kwamba Azam FC iko kitu hakitaki kuwepo. Yani kwamba iko kitu lazima kitatokea kwenye timu yoyote ile. Lakini ndio mimi nawaambiaga hivi, kaa tafakari ni wapi unapata ugali wako. Yani mwisho wa mwezi wapi unaenda kukinga? Moja. Kila asubuhi ukiamka wapi unaenda asubuhi? Unaenda kuripoti. Sijui umeelewa? Huko ndio unakotakiwa ukuthamini. Kwa hata kama kuna mijitu iko ndani ya Azam FC, yenyewe inapenda Simba napenda Yanga, sio dhambi. Mimi naambia kila sio dhambi. Kuwa mweledi kwenye kazi yako. Mashabiki tuachie sisi na ushabiki wetu. Kwa sababu sisi mashabiki, wale si viongozi. Kuna muda unapotaka professional ya mtu. Yaani unapotaka ile professionalism yake. Hautaki kuangalia huyu kuna kitu gani na kitu gani. Utakuwa huwezi kuipata professionalism yake. Unachotakiwa kuangalia ni kwamba huyu je, nikimweka kwenye nafasi hii, anaweza kunifanyia kazi vizuri? Sasa isiyo ameshaweka kwenye nafasi ile ndio linakuja kwa jitu ambalo linaweza kuwahujumu watu. Hilo ndio tatizo. Simeelewa? Yaani hapo ndo nakuja kufelisha, ndio kitu ambacho kinaendelea sasa hivi. Kwa hiyo kuna mijitu inaonekana ipo pale, imethaminiwa kwa sababu professionalism yao, lakini yenyewe sasa inakuja kuangusha watu ambao wamewaamini. Hawa jamaa mimi nasemaje, ndio maana wanasema ile msaliti achinjwe. Hapa ndo napata maana yake. Kwa sababu asikwambie mtu, hamna kitu kibaya kama adui akiwepo ndani yenu. Ni shida kwa sababu kwanza hamwezi kumjua kirahisi, kwa sababu anajificha, umeelewa sijui. Lakini vile vile atakuwa anaumizeni vibaya mno. Maumivu yake yatakuwa mazito, maumivu ambayo yatakuwa hayawezi kumithilika. Azam FC tunataka ubingwa wa Tanzania. Na ndio maana unakuja kupata picha kama hivi sasa hivi.
Sisi kila tukio tunakaribia kitu fulani lazima yatokee mazonge. Yaani wewe angalia kila mwaka ukiona Azam FC tunaenda. Sasa hapa subiria tuache pointi 12, tuache pointi 10. Basi utaona tutakafua watu kila siku. Unajiuliza swali, mbona tukiwa tunakaribia wale hatufungi magoli? Kwa nini hatushindi mechi? Kumbe kuna mipuuzi inanufaika huko. Kuna mijitu huko inaishi vizuri. Si kule tunakusha pointi, wao huko wanafaidi, wanaenjoy. Kwa hiyo ndo scenario kama hizi, hata ndio hiyo unaona. Sisi mimi nakwambiaje, mimi si mtuhumu mtu, lakini jaribu kufikiria, je, tungeshinda mechi ya TRA kilikuwa kinatokea kitu gani? Tunacheza na Chobwedo anaamsha mashabiki. Chobwedo anajikutendwa Ajen Robben. Eti anawaambia watu, anawaambia washabiki wao washangilie. Chobwedo mbele ya Pascal Msindo. Si mmejaa kwenye mfumo siku ile labda. Wandazi tena wanamwambia refa aongeze dakika 10. Yaani I say, labda wengine waliona kama sikio mmeingia kwenye mfumo wao wa kimpira wakaona ndio muda wa kuwaonyeshesha. Kuna mfumo wa kimpira. Point ya msingi ni kwamba sisi siku tumecheza mpira huku tukiwa tumelewa. Bana. Sisi tumecheza tukiwa tumelewa. Wewe uamini kama TRA inaweza kwa nini mimi sijui, lakini tulikuwa tumelewa. TRA uamini kama hizo kuwafunga? TRA no, mimi nathamini, mimi unajua ndio maana nakwambiaje, ukimwona mtu ni mshabiki wa Azam FC, maana yake anajua mpira. Mimi najua mpira una matokeo haya matatu. Naamini kwamba TRA anaweza kutufunga, lakini sio goli 4. Hii sikubali. Hata siku hii sikubali. Sio goli 4 Azam tufunga na TRA. Uongo. Ila kufungwa mnaweza. Kufungwa tunaweza. 1-2 2-1 inawezekana. Sio 4. Kuna siku mwenezi mtu unaingia kwenye mfumo usikio unakuwa huko vizuri kazini. Sio kuingia kwenye mfumo. Kwenye mfumo sio tutafunga 1-2. Tutafunga 2-1 na TRA. Haiwezekani tufunge goli 4. Wewe unajua mara mwisho Azam tumefunga 4 lini? Mara ya mwisho tena tumetoka kwenye fomu ambayo tunatoka kuwapaswa watu sisi 4-4. Yaani ghafla tu bubato tutakuja kucheza sisi 4. Oya, msaliti anyongwe na achinjwe. Yaani wafanye juu chini pale ambao wanajulikana wamesaliti timu. Kama wapo ndani ya timu na wamejulikana, wachukuliwe hatua za haraka na wakatolee maelezo. Na wametumwa na nani waseme. Hii milio itaendelea mpaka lini? Kila siku Azam FC nyinyi mmekuwa mkilalamika sana kwenye mpira, mara hivi mara hivi. Itaendelea mpaka lini? Hamjaamua kuchukua hatua pengine kali zaidi kukomesha, kwa sababu si mara ya kwanza mmekuwa mkilalamika kwamba mnahujumiwa, mnafanya. Dhahabu ili ing'ae inabidi ipite kwenye nini? Kwenye moto. Lakini moto wenu umekuwa mkubwa. Ndio nisikilize. Ndio inavyokuwa. Kanuni iko hivyo. Kwa hiyo sehemu yoyote ambayo unaelekea kwenye mafanikio, kuteseka kunahitajika. Hautaki kuteseka kuelekea kwenye mafanikio, utakuja kufanya matatizo makubwa. Utakuja kuletea watu athari ambazo utafanya ndugu zako wanajielezea zaidi na wengine wakukataa hata undugu. Watasema mimi simjui yule. Kumbe kuna vitu wanavifanya kwenye kutafuta mafanikio ambavyo havikubaliki. Kwa hiyo basi, sisi Azam FC mpaka sasa hivi huu mtihani ambao tunaendelea kupitia, wewe unafikiri ndio maana nikakwambiaje? Hili pia inabidi hata sisi pia tushukuru. Manake hii sasa ni sehemu nyingine kwenda kuoneje inaenda kuzaliwa Azam FC mpya kutokea hapa. Kwa sababu manake kinachotokea mkutano wote ambao utafanyika kuanzia sasa hivi, wote wataangalia mwenendo watakuwa wanajua kwamba yule Azamu, huyu Azamu, au hata kama sio Azamu, lakini huyu anaitakia manufaa Azam FC. Simeelewa. Lakini kumbe mijitu zamani ilikuwa watu wakikaa kwenye kikao, kuna mijitu wenyewe ina vikao vingi vingine. Huku wanaomba huku tufanye hiki na hiki tushinde, wao kizunguka kwa mlango wa wani wanawasikiliza baba. Kuna jambo hili hapa ili unaishi. Sasa si upuuzi huo. Kwa hiyo hii hapa hii, kwa sababu kamba siku zote inakatikia pabovu. Ndio kanuni ya kamba. Haiwezi katika sehemu ambayo mzima. Pabovu ndio panakatika. Sasa hapa pashapatikana pabovu, mabosi wakate kamba. Mwanzo kwenye mpira ligi yetu kumekuwa na malalamiko watu waingie vyumbani, hawafanye nini kwa muda mrefu sana. Unadhani mamlaka za soka zimeangalia jambo hilo kwa ukubwa zaidi? Kama TFF na bodi ya ligi watakuwa kila siku wanajisikia raha na faini. Kila siku wanajisikia raha na faini. Wanaziona faini tamu. Kama kila siku wataona kwamba zile faini ndo zinawafurahisha, mpira wa nchi maana yake unazidi kuporomoka. Na kuna siku utakuja kudhalilika. Kuna siku utakuja kufanyaje? Utakuja kudhalilika. Kwa sababu hizi timu ambazo zinafaulu hapa Tanzania, kwenye ligi ya Tanzania, zinaenda kucheza mashindano gani? Ya kimataifa. Kule ukizoea vya kunyonga, vya kuchinja utakuwa viwezi. Utataka kunyonga mpaka kule. Utaendelea kufaulu kwenye kunyonga kwako. Lakini kuna siku yatakukuta haya ambayo yamewakuta watu ambao nakwambia sasa hivi kama wao watu hapo hata kwa kasoro zao hakuna. Ndio kitacho kutokea kwenye mpira wa Tanzania. Kuna siku mpaka rais ataona aibu kujitambulisha kama yeye ndio rais wa mpira wa miguu Tanzania. Watakuja kuona haya kwa mambo yatakuja kutokea. Kwa nataka kuniambia waachana fine. Wacha haisaidii. Utapiga faini kila siku za kazi gani? Unapiga faini kila siku. Fuatilia tatizo hili. Mzizi wa tatizo hili ni upi? Yaani shida hapa ni nini hasa? Kuna kitu gani? Kwa nini watu na kila siku moment zinatokea mtindo kama huu? Nini hasa ambacho kinatokea? Ukisikia watu wanakunywa maji blue, kafuatilie. Ukisikia watu wanataka kuingia kwenye chumba hiki, kafuatilie. Sisi tumecheza na Yanga pale. Tena nikwambia kitu kingine, angalia vitu vinasikitisha. Umeona ndio ujue kwamba matatizo. Watu wanagoma kila siku kuingia kwenye vyumba. Lakini ndio hao wanaangalia. Sisi tumecheza na Yanga, uwanja Benjamin Mkapa. Yanga waligoma kuingia kwenye vyumba. Na klipu zikaonekana mpaka picha. Lakini hakijafanyika chochote. Wamenyuti. Juzi Meja Samuyo tunasubiria.
Na mbaya zaidi ndio kwanza picha linaanza wanakuja kuipa timu bora, timu ambayo inaonekana kila siku inaona mazonge. Watu kila siku yaani kila siku wanakata kona hivi watu wanalalamika. Unajua huwezi kwenda direct, ndio shida iko hapo. Hauwezi kwenda direct. Yaani kama ingekuwa unapiga kama chuma kwa chuma, tungekuwa tunapiga. Lakini huwezi. Lakini kila siku mwisho wa siku unakuja timu bora. Timu bora ya lini? Imefanya nini? Kwa finali kafu. Finali nini? Wamechukua kombe? Timu bora Tanzania hamna, ina maana leo fika kafu nani mwenezi. Ni kigezo ni kufika kafu tu. Kwa hiyo maana timu ubora wa timu Tanzania hapa ni kwenda kufika kafu tu basi. Walifanya vizuri msimu ulioisha na maana. Katika taifa la Tanzania hii hapa hii. Msimu huu ambao unasema wa kombe la klabu bingwa la shirikisho kwa Tanzania. Timu ambayo imefanya wonders unafikiri timu gani? Msimu huo. Huu uliopita. Si Simba. Haiwezi kuwa Simba kwa sababu imefanya vizuri Azam FC. Huu nyewe mtakuja saa tuzo tutakuja mwakani. Kwa sasa mwakani tutapata sisi. Waambiwa tuwekee tuzo yetu. Kwa hiyo zile za mwakani kwa kukubali Simba walifanya vizuri. Sio kweli bwana, sio kweli. Mimi sijawahi kuamini kwenda kufika finali. Chukua kombe ndio ulikuwa umefanya vizuri. Sasa wewe unatakaje kwa nini tuzo yenu wakati unao hujafika finali? Sio kufanya vizuri? Kama ndio sera yenyewe kuchukua kufanya vizuri. Wao wameshapewa. Wewe uamini Simba ni timu bora? Nini? Wewe uamini kama Simba timu bora? Kwa timu kwa wachezaji gani? Unakuwa timu bora kwa wachezaji gani? Yaani ili uweze kuwa bora inabidi uwe na wachezaji gani? Wewe nitajie Zambia wewe wako Simba pale unasema kwamba wachezaji bora. Nani? Nitajie unamwona wewe. Elimpanzo kibisa wao. Nani? Elimpanzo. Sijuzi tu walikuwa wanataka kumpiga mawe huyu. Unamtaja mchezaji kama wa msimu kama machungwa ya Tanga bwana. Loemba alikuwepo pale. Nani? Loemba. Sasa Loemba si ndio wao walikuwa wanabishana ndani huyu acheze na huyu asicheze. Sio ndio huyo? Ni basi gay yuko. Wameongeza vyuma. Winga wa Shanga. Hauwezi ana magoli mangapi mpaka sasa hivi kwenye ligi na 5. Nado. Umeona sasa? Lazima ukiweka kwenye mzani unampata aliyekuwa bora zaidi. Kwa hiyo kule ambako viko bora zaidi ndio kuangaliwe. Nini kifanyike kwenye mpira wetu sasa tuondokane na hizi lawama tuingie uwanjani tucheze, watu wote wameridhika wako satisfied, isitokee kwamba huyu mwingine analalamika kwamba marefa anatoka huku mechi kadhaa lakini mechi zingine inakuwa na marefa wa kawaida. Ndio maana nakwambiaje seriousness ya TFF na bodi ya ligi bado ni ndogo kwenye mpira wa Tanzania. Commitment yao ni ndogo. Ni kana kwamba wapo pale wanasubiria tu kuna baadhi ya vitu vikitiki maisha yaendelee. Lakini hawajaji comment hasa kwenda kufanyaje kusimamia mpira wa Tanzania. Wewe hii nchi hii nitajie kuna timu ambayo ikishinda inaondoka inapata pointi 6. Ipo ni kwamba timu hiyo ikishinda mechi yake inapata pointi ipo. Kinachosababisha wewe uende kuchukua referee mwingine kutoka nchi nyingine kuja kumleta hapa inasaidia nini? Wanasema marefa wetu hawana ubora, kuna makosa mengi. Hakuna refarii asiyekosea duniani, tunakubaliana hilo. Wamekosea kina Colina, wamestaafu na sasa hivi wanachambua. Wamekosea kina Webu, wamestaafu mpaka sasa wanachambua. Itakuwa marefarii wetu sio Tanzania bara. Tunachosema ni kwamba makosa yasiwe ya kujirudia na yasiwe ya mtindo ule ule. Sijui menelewa sijui. Yaani unaonekana kwamba wewe kosa ulifanyii kazi. Kila siku unakosea kosa hilo tu. Tukisema kuna offside hapa kila siku bendera yetu offside ndio hawajui. Penalty service zinapigwa mfululizo, makipa wanatoka kwenye mistari. Wanadaka kama penalty. Marefari imesimama tu pale kama miloboti haelewi chochote. Wewe unasema una marefari kwa mtindo kama huo? Sasa wao inabidi wajiongeze kuendelea kuwapa mafunzo wale walioeleweka wale. Kuwepo na semina ambazo zinaeleweka kwa wale marefari. Sio kwenda kuchukua nje ya nchi. Yule nje ya nchi akishapigisha chote unamwadhibu vipi? Hawezi. Unamwacha tuondoka kwao, yeye achaishi. Hasa ndio nini? Kama ni yako unataka kulikuza soka lako. Make ile timu yani ile msingi wote wa ligi udhingatie kama unazingatia timu na marefari pia. Sio unataka kuboresha huku na kusema kuacha kuharibike. Haikusaidii. Kuzingatia maana malipo na kila kitu na nini? Kila kitu ndio wasidai, marefari wasio wanadai, waandaliwe semina za kuongezea ujuzi kila baada ya muda fulani. Isio mnasubiria mpaka msimu uishe, ukitaka kwanza mnachukua Karume, mnawakimbiza raundi 15, anayefaulu ndio ameshafaulu kwenda kualifa. Hasa si uchizi huo? Kwamba ndio hivyo wanawaita pale Karume pale. Atazunguka raundi 15 ndio refa. Hasa ndio inakuwa hivyo. Wapeni semina za marefari. Maboresho ya kanuni kila siku wanafanyia kazi. Wao wanajua. Mpira unabadilika kila siku, maboresho yanafanyika. Sisi washabiki tunajua. Itakuwa wao ambao ndio ile ndio tasnia yao. Ni kusoma. Sasa inakuaje sasa hivi? Hakuna chakula chuma 4. Tumeshapigwa chuma 4. Sawa, hamna. Na ni kweli unbeaten imeshaisha. Hamna uhakika nafasi ya pili. Kama kuna mwingine ambaye ana unbeaten kwenye nchi hii. Huyu naye lazima unbeaten yake ataiacha. Usaliti huu ndio umetokea. Hata kama ushatokea usaliti maana unashajulikana kwamba usaliti upo. Usaliti ushatokea na ushajulikana usaliti upo. Kwa hiyo ndio unafanywa kazi. Hata kuwa anahusika kitamlamba. Tuna uhakika tunakoelekea mbele tunakelea kuzuri zaidi. Mimi nikuacha. Shukrani.